Biblia yangu inasema, enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Tembea na watu wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Ukiwa rafiki na watu wapumbavu, basi hakika yake utaumia. Anasema Misali 13:20. Misali 13 haisemi tu kwamba anayekwenda na wenye hekima atapata maarifa, haisemi hivyo. Inasema atakuwa na hekima, kwamba ukikaa na mtu mwenye hekima utakuwa na taarifa. Unakwenda zaidi hapo, unakuwa na hekima. Ukikaa na mtu mwenye hekima, sio tu unapata taarifa, unakuwa na hekima. Hii ina maana kuwa ushirika una nguvu ya kuhamisha tabia, lugha, mitazamo, maamuzi na hatima. Kampani yako nani? Kampani ina uwezo wa kuhamisha lugha, mitazamo. Toka mtazamo huu unakuwa wa kwako, lugha yao inakuwa ya kwako, hatima yao inakuwa ya kwako. Ukiishi kwa muda mrefu katikati ya watu wanaolalamika, baada ya muda malalamiko yatakuwa lugha yako. Kana watu ambao wanalalamika, malalamiko yatakuwa lugha yako. Mpendo ikanushiki. Mimi ukiniangalia unaona huyu ni Afukasi, sio Mnyakyusa. Sasa nilikaa Iringa. Kuna watu ni Wachaga lakini wamekulia Kagera, wamezao Kagera, wamekulia Kagera kwa Wahaya. Unaona Uchaga kwa mbali, amshambukizwa. Mtu akaa amezao Kigoma, amekaa Kigoma, unaona Ukigoma, kumbe Goma sio kwao, ni mtu wa Shinyanga. Mtoto akizaliwa Marekani akakulia Marekani, unaona wa Amerika ule. Hiyo haikanushiki. Ukitembea na wenye hekima utajifunza hekima. Ukiwa karibu na watu wapumbavu, Biblia inasema utaumia. Kwa ukiishi kwa muda mrefu sana na watu ambao wanalalamika, malalamiko yatakuwa lugha yako. Ukiishi katikati usio na nidhamu, baada ya muda utapunguza viwango vyako. Watu ambao hawana nidhamu ya kula, hawana nidhamu aende wapi, aseme na nani, nidhamu ya fedha, nidhamu chochote hana, baada ya muda utaongea lugha yao. Ukiambatana na watu wa maono, wanaofanya kazi kwa bidii, wanaomba, wanawajibika, uwezekano wa kuishi maisha na kuinuliwa huwa mkubwa sana. Wana ndege wanaofanana utembea pamoja. Mazingira ya watu wanaokuzunguka yanaweza kuwa shule ya kukujenga au gereza la kukufunga. Mazingira yanayokuzunguka ama itakuwa shule ya kukujenga ama gereza la kukufunga. Nasema ukitaka Mungu akusikie maombi yako, anzia hapa. Ukianzia kwa viwango hivi, nakupa 100% watu ambao baada ya miaka 3 watashuhudia ukuu wa Mungu kwenye madhabahu ya Mamre, utakuwa ni wewe. Binadamu wote wa China, wa Hindi, wa Japani, wa Arabu, wote wa Afrika, wote, maana watu wanakuzunguka uumba mazingira ya nafsi yako. Mwanadamu ni kiumbe wa mahusiano. Unajifunza kwa kusikia, kuona, kuiga na kuzoea. Tunajifunza kwa kusikia, kwa kuona, ndio, na kuiga na mazoea. Najifunza. Samaki mkunje angali mbichi. Wanasema Waswahili, mbwa hajifunzi kubweka ukubwani. Kuna kuchelewa. Ila kwa Mungu ukijiachilia moyo, ukiamua kubadilika, kwa Mungu hujachelewa. Halo. Maandiko yanasema kuzoelea nila. Yaani mtu amezoea maisha fulani, kumtoa hapo ngumu, kwanza anamsumbua tu.
Sema amen. Binadamu ni kiumbe anajifunza kwa kusikia, kuona, kuiga na kuzoea. Tunapokaa muda mrefu na watu fulani, tunaanza kuchukua namna yao ya kufikiri, hata kutambua, hata kuamua. Unapokaa na watu wa aina fulani, lazima utajifunza tabia zao. Lazima kufikiri, hata kutambua. Mpendwa, hiyo ni saikolojia ya Wachina, wa Japani na wa Afrika. Inaonyesha kwamba tabia nyingi hujengwa kwa kurudiwa na kuathiri na mazingira. Lakini jamii inayokuzunguka inaonyesha mtu humfundisha kile ambacho kinaonekana kuwa cha kawaida. Ukikaa mahali ambapo uvivu unachekelewa, uvivu unaonekana ni wa kawaida. Ukikaa mahali ambapo udanganyifu unaitwa ujanja, dhamira yako inaanza kulegea. Ukikaa mahali ambapo watu wanaheshimu muda, kazi, maombi, uadilifu, moyo wako unavutwa kuelekea kwenye viwango hivyo. Kama alipo pale ujanja unaitwa udanganyifu, unaitwa ujanja, unaanza kuiga mambo. Kama watu wanachapa kazi, wana nidhamu, wanaomba Mungu, unavutwa huko. Nani anaambatana na wewe? Kwa hiyo kabla hujalaumu maisha yako yote, jiulize, ninasikiliza sauti za kina nani? Ni nani ushawishi wa juu ya maamuzi yako? Nani anashawishi maamuzi yako? Ni watu gani wananipa tafsiri ya maisha? Mazungumzo yangu ya kila siku yanahusu nini? Watu wangu wa karibu wananisogeza karibu na Mungu au mbali na Mungu? Watu wangu wa karibu wananisogeza karibu na Mungu au mbali na Mungu? Wanafanya niamini kwamba ninaweza, au kila mara wananiorozeshea sababu za kushindwa? Mtu wa karibu anaweza kuwa madhabahu ya kujenga au lango la kukuvunja. Mtu wa karibu anaweza kuwa madhabahu ya kujenga au lango la kuvunja. Ndio maana Mtume anasema na kuonya, msidanganyike. Wakorintho wa pili wa kwanza 15. Msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Usidanganyike kwamba utakaa watu ambao wana mazungumzo mabaya futa utabaki vile. Usidanganyike. Tabia yako nzuri ambayo baba alikulea, mama alikulea, au kanisa unalotoka lilikulea, itaanza kuporomoka na mwisho utakuwa kama wao. Paulo anaanza kusema msidanganyike. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi huamini kwamba wanaweza kuendelea kati ya ushirika ulioharibika bila wao kuasiliwa. Wanasema najijua na msimamo wangu hauwezi kunibadilisha. Najijua, najitambua na msimamo wangu hawatanibadilisha. Ni uongo. Biblia inasema usidanganyike. Mazingira unayokubali kwa muda mrefu yanaweza kubadilisha kile ulichokuwa unakilinda. Maji yanapodondoka juu ya jiwe siku moja, huenda yasionekane kufanya jambo, lakini yakidondoka miaka mingi huacha alama. Hivyo hivyo maneno madogo, kejeli, hofu, uvivu, mazungumzo yasiyo na maono yanaweza kuacha alama ndani ya nafsi yako. Huwezi kwenda mbali zaidi ya kiwango unachokikubali kiwe karibu na wewe. Kuna kauli yenye hekima inayosema kwamba mwanadamu huwa na kiwango kubwa na matokeo ya watu anatumia muda mwingi pamoja nao. Hii inamaanisha kwamba hatima yako imefungwa kabisa na rafiki zako. Neema ya Mungu inaweza kutoa popote, lakini inamaanisha kwamba ushawishi wa mtu wa karibu na wewe ni mkubwa zaidi. Ukiambatana na wajinga 10 bila kuwa na mipaka, baada ya muda unaweza kuwa mjinga wa 12. Ukiambatana na wajinga 10, ambatana nao wajinga 10, lakini weka mipaka. Kama utakuwa mipaka, utakuwa mjinga wa 12. Ukiambatana na watu wenye nidhamu, maono, maarifa na bidii, utaanza kuona maisha katika upya, maisha ya kesho, maisha yenye tija. Ukiambatana na watu wenye maono,
nidhamu, maarifa, bidii, utaanza kuona maisha kwa macho mapya. Watu wanaokuzunguka huamua aina gani ya mazungumzo yatakayotawala akili yako. Watu wanaokuzunguka ndio wanaamua aina gani ya mawazo yanatawala akili yako. Watu wanaokuzunguka. Ndoto zipi zitaonekana kuwa zinawezekana? Ni makosa gani yataonekana kuwa madogo wanaokuzunguka? Ni viwango gani unavyovikubali? Mambo gani unaoyaogopa? Mambo gani unaosubutu kuyafanya? Kuna watu wanaingia katika chumba na kuamsha ujasiri wako, wengine wanaingia na kuamsha hofu zako. Kuna watu ambao baada ya kuzungumza nao unatamani kuona kufanya kazi, kusoma na tena kujaribu. Lakini kuna watu wengine ambao baada ya kuzungumza nao unatamani kuacha, kulalamika, kulipa kisasi au kujiona huna maana tena. Hello. Yaani kuna watu kabisa ukiongea naye unaona maisha yanawezekana. Hata uwezekano kuwa waziri mkuu upo. Yaani kuna mtu akiingia kwenye maisha yako, yani hata kesho ioni, unaanza kuishi maisha kama yake ya kulalamika. Baba kusaidie. Usipime rafiki kwa muda mliokaa pamoja tu. Pima urafiki kwa matokeo yake katika tabia yako, imani yako, afya yako ya kiroho na mwelekeo wako wa maisha. Usipime rafiki kwa muda mmekaa naye. Kwa mmoja jamaa tangu amekuwa rafiki yangu, nini maisha yangu ya roho, nini afya yangu, nini maisha yangu ya kiuchumi na kibiashara na kitaaluma. Pima katika maeneo haya. Urafiki wa muda mrefu si lazima uwe rafiki wenye afya. Kumjua mtu tangu utotoni hakumaanishi lazima umpe mamlaka juu ya kesho yako. Yesu alikuwa makini na watu, aliwaruhusu kuwa karibu naye. Yesu aliwapenda watu wote, lakini hakuwapa watu wote nafasi sawa katika maisha yake. Alihubiri makutano, alikuwa na wanafunzi wengi, akachagua mitume 12 tu. Ndani ya wale 12 mara kadha wa kadha akamchagua Petro, Yohana na Yakobo. Walikuwa karibu na yeye katika matukio yale ya kipekee, alichagua mwalimu. Hii inatufundisha kwamba upendo unaweza kuwa kwa wote, lakini ukaribu lazima uwe na mipaka. Watu wote unawapenda, lakini ukaribu lazima uwe na mipaka. Kabla ya kuwatuma aliwaita wawe pamoja na yeye. Ukaribu wao ulikuwa sehemu ya mafunzo yao. Yesu alipowaita baadhi ya wanafunzi wake, aliwakuta katika shughuli zao. Petro, Andrea na kadhalika walikuwa wakitupa nyavu, Yakobo na Yohana kadhalika walikuwa wakitenda nyavu. Mathayo alikuwa katika shughuli za kukusanya kodi. Hii haitufundishi kwamba kila mtu mwenye kazi ni mwaminifu, bali inaonyesha kwamba Yesu aliita watu ambao walikuwa tayari wamezoea kuwajibika katika jambo fulani. Kusudi linahitaji watu wanaweza kuwajibika. Maono makubwa hayawezi kubebwa na watu ambao wanapenda vizingizio. Maono makubwa hayawezi kubebwa na watu ambao wanapenda vizingizio. Mimi kama singekuwa mke wangu ningekuwa mbali. Mimi singekuwa mume wangu ningekuwa mbali. Mume wangu labda ningekuhamisha. Maono makubwa hayabebwi na watu kama hao. Watu wanaweza kuzunguka maono makubwa ni wale wanaoweza kujifunza, kusahihishwa, kutumwa, kuwajibika, kuvumilia, kutumika bila kutafuta sifa kila wakati. Hao ndio watu ambao wanaweza kubeba maono makubwa. Yesu hakuchagua watu wakamilifu. Petro alikuwa na mapungufu. Tomaso alikuwa na mashaka. Wengine walikuwa wakibishana kuhusu ukubwa, lakini walikuwa watu ambao Kristo angeweza kuwafundisha na kuwabadilisha. Kwa hiyo usitafute watu tu wakamilifu, tafuta watu wenye mioyo inayofundishika. Jonathan, mtu anayeona neema yako kila wakati. Jonathan alikuwa mwana wa mfalme. Yaani katika maisha yako tafuta watu kama Jonathan. Sema Jonathan. Jonathan alikuwa mwana wa mfalme Sauli. Kwa mtazamo wa binadamu, yeye ndiye alikuwa na uwezekano wa kulisi kiti cha enzi cha ufalme. Alipotokea na neema ya kifalme juu yake, Daudi angeweza kuonekana kuwa tishio kwa maisha na mustakabali wa Jonathan. Lakini jambo la kushangaza ni hili. Jonathan hakumpiga vita Daudi, moyo wake uliambatana na Daudi. Jonathan anajua baba yangu akilala ufalme ni wa kwangu. Anakuta mtu mwenye neema zaidi ya yeye, hampigi vita, bali moyo wake unaambatana mtu mwenye maono. Haleluya. Ndio maana Jonathan na Daudi wakafanya agano, kwa sababu
alimpenda kama roho yake mwenyewe. Na Jonathan akajivua joho lake alikuwa amevaa, akampa Daudi, na mavazi yake, hata upanga wake na upinde wake akampa Daudi. Joho lilikuwa alama ya heshima na nafsi, silaha zilikuwa alama ya mamlaka na uwezo wake. Kitendo hicho Jonathan akikuwa kinampa Daudi vitu tu, alikuwa akitambua kwamba kuna jambo la Mungu juu ya maisha ya Daudi. Huyu ndio Jonathan wa kweli, mtu ambaye anaweza kuona neema yako bila kuogopa. Watu wengi wanaweza kukupenda ukiwa chini yao, wanaweza kushangilia wakati hujawazidi, wanaweza kukusaidia madamu mafanikio yako hayajawa makubwa kuliko wao. Lakini unapoinuka ndipo moyo wao wa kweli unaanza kuonekana. Watu wanakupenda wakati mko sawa viwango, lakini hamta mtu yule ambaye anaona unakwenda kule kwenu Moshi au Mbeya kule kwenu au kule Kigoma na vieti. Huyu ngoja. Na hao ndio wengi. Halo. Urafiki wa kweli haujaribiwi tu katika shida. Wakati mwingine hujaribiwa katika mafanikio. Je, rafiki yako anaweza kushangilia unapata kile ambacho hujapata kwa muda mwingi? Rafiki yako anaweza kushangilia ukipata kitu ambacho yeye hajapata? Je, anaweza kusema mazuri kuhusu wewe ukiwa haupo? Huyo rafiki yako. Je, anaweza kutetea mbele ya watu wanaokuchukia? Huyo rafiki yako. Je, anaweza kuona Mungu akipandisha bila kugeuza maisha yako kwa mashindano? Jonathan alikuwa na moyo wa agano, si moyo wa mashindano. Unapata rafiki ambaye unainuliwa, hana mashindano na wewe. Anasema haleluya baba, aende kuinua. Je, huyo rafiki utampata? Halo. Moyo mchafu huona neema ya mwingine kama tishio. Moyo mchafu huona neema mwingine kama tishio. Moyo safi huona neema mwingine kama jambo la kusherekea. Jonathan alimpa Daudi nguvu katika Mungu. Jonathan mwana wa Sauli akaondoka, akamweka Daudi kwa Heshboni, akamtia nguvu, akamshika mkono, akamwambia songa mbele. Jonathan kumtoa Daudi matazamo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi wanakutia nguvu katika hasira, wengine wanakutia nguvu katika kulipa kisasi, wengine wanakutia nguvu katika majungu, lakini Jonathan akamtia nguvu Daudi katika Mungu. Anakuambia usiache kuomba, usilipe kisasi. Mungu hajakusahau. Usifanye maamuzi ya kudumu kwa sababu ya maumivu. Usifanye maamuzi ya kudumu sababu na maumivu. Kile Mungu anachosema juu yako bado kitasimama. Usiruhusu Sauli akubadilishie uwe kama Sauli. Rafiki wa kweli hakusaidii tu ujisikie vizuri, anakusaidia kubaki kama ukiwa sawa mbele za Mungu Baba. Wakati mwingine upendo wa kweli ni faraja. Wakati mwingine upendo wa kweli ni kukemea. Rafiki anayekuacha uangamie kwa sababu anaogopa kuambia ukweli si rafiki wa agano. Jela utiwazo rafiki ni amani kuliko busu la adui. Watu wa karibu wana uwezo mkubwa wa kuumiza, lakini watu wengi wameumizwa si na wageni bali na watu walio karibu. Niseme adui wa mbali hajui udhaifu wako. Yaani katika maisha yako watu wa karibu uwe makini, maana adui wa mbali hajui udhaifu wako. Na kuombea Mungu wa mbinguni akuinulie kina Jonathan. Chagua watu wako wa karibu ni kina nani? Nani mtu wako wa karibu? Watu wa karibu wanaweza kukuumiza. Watu wengi wanaumizwa si na wageni bali na watu wanaowakaribisha. Adui wa mbali hajui udhaifu wako, lakini mtu wa karibu anajua historia yako, siri zako, hofu zako, ndoto zako, maneno yako, udhaifu wako. Ndio maana usaliti wa mtu wa karibu huwa unaumiza sana. Haleluya. Kwa maana aliyekutukana, Daudi anasema Zaburi 55, aliyekutukana si adui. Kama ni hivyo ningestahimili. Alinitendea kwa ujeuri si yeye anichukiaye. Kama ni hivyo ningeficha sinione. Bali ni wewe mtu mwenzangu, rafiki yangu, ndio umejiinua juu. Maumivu ya karibu huingia ndani zaidi sababu yanapita mlango wa uaminifu. Yani mtu aliyemwamini akikuumiza, maumivu yanagusa ndani sana. Kwa maana aliyekuumiza ni mtu aliyemwamini, uliyemweleza mambo yako, uliyofungua moyo kwake.
ulimpa nafasi ambayo wengine hukuwapa, alafu akatumia taarifa zako kukuumiza, kukudhibiti, kukuaibisha ama kukushusha. Ni muhimu kutambua kwamba kusamehe si sawa na kurudia kiwango kile kile cha ukaribu na mtu huyo. Unaweza kusamehe mtu moyoni, lakini ukamweka mbali na maeneo ambayo yatamdhibiti, atakuwa na mipaka. Msamaha ni amri ya kiroho, ukaribu ni hekima. Tumeamuriwa tusamehe watu, lakini ukaribu ni hekima. Yesu alitufundisha kusamehe, lakini hakujikabidhi kwa kila mtu. Yesu mwenyewe hakujikabidhi kwao wale adui zake. Upendo huondoi utambuzi. Huruma haimaanishi ujinga. Kwa Mkristo hakumaanishi kumpa kila mtu moyo wako. Kwa Mkristo haimaanishi ufungue moyo wa kila mtu. Unaweza kuwa na moyo safi bila kuwa na milango ya kila mtu. Una moyo safi lakini milango yako inalindwa. Una moyo safi lakini milango yako inalindwa. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo nimalize masomo haya kwa kumwomba Mungu Baba akusaidie. Haleluya. Takatifu, 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 takatifu. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina kuu la Yesu, jina takatifu na yenye mamlaka la Kristo Yesu, sema amen. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye Mungu unayejua mioyo ya wanadamu, nia zao na mawazo yao, makusudi yao na siri zao. Bwana, leo tunayaweka mbele zako mahusiano yetu yote. Tunakuletea marafiki zetu, familia zetu, wenzetu, washiriki wenzetu, viongozi wetu, wafanyakazi wenzetu, watu tunaowahudumia na kila mtu aliyepewa nafasi ya kuwa karibu na sisi, tunawaita mbele zako. Punga mkono juu. Wewe maombi, sikiliza tu. Wewe usiombe, naomba mimi. Wewe sikiliza. Mungu wa mbinguni, tupatie macho ya rohoni ya kuona kile ambacho macho ya mwilini hayawezi kuona. Tujalie roho ya utambuzi ili tuweze kutofautisha kati ya rafiki wa agano na rafiki wa maslahi, kati ya Jonathan na Yuda, kati ya mtu anayekuja kutujenga na mtu anayekuja kutuangusha. Tupe macho Baba, kati ya mtu anayebeba maono yetu na mtu anayekuja kuiba na kuharibu ukuu wako ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba uvunje kila ushirika usio wa kusudi. Vunja kila muungano unaotuvuta mbali na uwepo wako. Vunja kila uhusiano unaolisha dhambi, uvivu, chuki, mashaka, ulevi, uasherati, majungu, hasira, wivu na kutokuwajibika. Bwana, tunakataa kuendelea kutembea na watu wanaozima moto wako ndani yetu. Tunakataa ushirika unaua maisha yetu na maombi yetu. Tunakataa sauti inayotufanya tuwe na mashaka na neno lako. Tunakataa urafiki unaotufanya tuone dhambi kuwa jambo la kawaida. Tunakataa ushauri unaotupotosha na kutuondoa katika mapenzi yako. Baba, kila mtu anayekuja katika maisha yetu akiwa na ajenda iliyofichika, Bwana mfunue. Kila mtu anayejificha nyuma ya tabasamu huku akiwa na wivu, mashindano, chuki, nia kutuangusha, mfunue kwa wakati unaofaa. Baba, katika jina la Yesu, usiruhusu tuingie katika agano na mtu ambaye hujamchagua kwa ajili yetu. Usiruhusu huruma yetu itufanye tupoteze utambuzi. Usiruhusu Baba hofu ya upweke itukimbize kwenye mikono yako.
na kuharibu hatima yetu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, kila kifungo cha nafsi kisichotoka kwako tunakikataa kwa uwezo wa jina la Yesu. Kila utegemezi usio na afya, kila udhibiti wa hisia, kila hofu ya kukataliwa na kila tamaa ya kukubaliwa na wanadamu vinavyotuondoa katika uwepo wako, Baba tusaidie, visitushinde. Tunatangaza kwamba hatutatawaliwa tena na maneno ya watu, hatutapoteza utambulisho wetu kwa sababu ya kukataliwa. Hata kama kitukataa, tutajua Mungu bado yuko upande wetu. Hatutabadili viwango vyetu ili tubadilike, hatutavunja kanuni zako ili tubaki kuwa katika urafiki usio na afya. Baba wa rehema, na kuomba kila mtu aliyeumizwa na rafiki wa karibu, Baba umponye. Wale waliosalitiwa na watu waliowaamini, waponye. Wale ambao siri zao zilitumiwa kuwaangamiza, pia Baba waponye. Wale waliochafuliwa majina yao, walioachwa, waliodanganywa, waliotumiwa na kuzalishwa na watu walipo nafasi katika mioyo yao, Baba wasaidie. Bwana, gusa majeraha ya ndani ambayo hakuna mtu anayeona. Ponya machozi yaliyofichika, ponya hofu ya kuamini tena, ponya moyo uliovunjika. Ondoa uchungu ndani yetu, ondoa hasira, ondoa kisasi, ondoa maumivu ya kukataliwa. Baba tusaidie kusamehe bila kuruhusu sumu mioyoni mwetu. Tusaidie kusamehe bila kupoteza hekima. Tusamehe watu Baba watukosea bila kupoteza hekima. Tufundishe kwamba kusamehe si kuruhusu unyanyasaji kuendelea. Tufundishe kwamba kusamehe kunaweka mipaka. Turudishie kuwa na mipaka yenye afya bila kuwa na chuki. Turudishe Baba kuwa na mipaka na watu wenye nia ovu bila kuwa na chuki. Tunavunja nguvu ya maneno mabaya yaliyosema zidi yetu na watu wa karibu. Kila neno la laana, kukata tamaa, kushindwa na mauti iliyotamkwa juu yetu, nalibatilisha kwa damu ya Yesu. Kila mtu aliyesema hatafika, hatafanikiwa, hatainuka, hatafanikiwa, hatapata watoto, hatadumu, hatamiliki, hatajenga, hataona wema wako, maneno hayo hayataumba mwisho wetu. Neno lako ndio litakaosimama juu ya maisha yetu. Bwana, tupe neema ya kutokuruhusu Sauli atuondolee mafuta yetu. Usiruhusu shuki za watu zibadilishe mioyo yetu. Usiruhusu usaliti wa Yuda utufanye kuwa saliti. Tusilipe kisasi. Baba, usiruhusu maneno ya watu wabaya yatuondoe katika tabia njema. Natangaza kwamba maumivu hayatabadili mtazamo wetu, kataliwa hatutaondoa maono yetu, usaliti hautakuwa makusudi yetu. Waliotuacha hawataondoka na kile ambacho Baba uliweka ndani yetu. Mungu wa Daudi, tunakuomba utuinue na utuinulie kina Jonathan. Tulete watu wenye moyo safi, tuletee watu wa haki wenye upendo wa kweli, watu watakaoona neema juu yetu bila kuogopa, watu watakaoshangilia mafanikio yetu bila kuona wivu. Tuletee watu ambao watakuwa hata tukiwa hatupo watatusema vizuri, watu watakaotuambia ukweli kwa upendo bila kutuzalilisha. Tuletee watu watakaotutia nguvu mikono yetu katika Mungu, watu watakaotukumbusha ahadi zako tapokuwa jangwani, watu watakaotuombea tunapodhoofika, watu watakaosimama na sisi wakati urafiki wetu unapokuwa na gharama. Tuzungushie watu wa maombi, watu wa maono, watu wa kazi, watu wa hekima. Baba, tuzungushie watu wa maombi, watu wa maono, watu wa kazi, watu wa hekima, watu wa nidhamu, watu waadilifu, watu waaminifu, watu wenye hofu ya Mungu. Tuletee Baba watu watakaoheshimu ndoa zetu, familia zetu, huduma zetu, biashara zetu, mipaka yetu. Baba, tuletee watu ambao hawatakuja kutawala maisha yetu, bali watakuja kutusaidia kutimiza makusudi yako. Wale ambao msimu wao katika maisha yetu umekwisha, Bwana, tupe neema ya kuwaachilia kwa amani. Tusaidie, tusilazimishe mahusiano uliokufa uendelee kuishi. Tusaidie, tusilazimishe uhusiano uliokufa uendelee kuishi. Tusaidie, tusijenge hema mahali ambapo wingu limeshaondoka. Tenganisha kila ushirika usiofaa, bila ugomvi, bila vurugu, bila kashfa, bila chuki. Fungua milango inayopaswa kufungwa. Baba, funga milango ambayo inapaswa kufungwa, na hakuna mwanadamu atakayefungua.
funga milango inayopaswa kufunguliwa na hakuna mwanadamu atakayefunga. Bwana, tunakuomba utufanye sisi wenyewe kuwa kina Jonathan katika maisha wengine. Tunakuomba Baba, sisi wenyewe utufanye kuwa kina Jonathan kwenye maisha wengine. Utuondoe moyo wa Sauli, utuondoe wivu wa mafanikio wengine, tuondoe tabia kushindana na kila mtu, tuondoe furaha ya siri napona wengine wanaumizwa. Tupatie moyo unaweza kushangilia wengine wanapoinuliwa. Tufundishe kuomba na kuombea mafanikio wengine. Tufundishe kutetea majina ya watu wanaposema vibaya. Tufundishe kutunza siri. Tufundishe kuwa waaminifu hata wakati kuna gharama. Tusaidie kusema ukweli kwa upendo. Tusaidie kuonya bila kudhalilisha. Tusaidie kusahihisha bila kuhukumu. Tusaidie Baba kusaidia bila kutawala. Baba, tusaidie kuwapenda watu bila uwivu. Bwana, nakabidhi kwako watoto wetu zidi ya marafiki wabaya. Wape marafiki watakaowaongoza katika elimu, nidhamu, heshima na hofu yako. Waepushe Baba watoto wetu, uzao wetu na makundi ya madawa ya kulevya, ulevi, uasherati, vurugu, uvivu na uasi. Baba, watoto wetu waende shule, vyuoni, kazini. Wape ujasiri wa kusema hapana wanaposhawishiwa kufanya mabaya. Wape marafiki wenye ndoto na maono na maarifa na wenye hofu ya Mungu. Bwana, nakabidhi familia zetu mbele zako, ndoa zetu. Kila sauti ya nje inayotaka kutenganisha mume na mke, Baba, nyamazisha. Kila mshauri uovu na uvunja kila mpango wa watu wako, Baba, nyamazisha. Mashaka, chuki na kila ubaya, Baba, nyamazisha. Zungushia ndoa za watu wako yaliyo mema, uvumilivu, heshima, mawasiliano na msamaha. Linda siri za familia za watu wako kwa habari za mambo mitaani. Nakabidhi biashara, huduma, nakabidhi usuluhusu. Tuamini watu wasio na tabia. Tusaidie kutuwapa watu mamlaka kwa sababu ya maneno yao matamu. Tujalie kuchagua washirika wenye hekima, uaminifu na uwezo wa kuzaa matunda. Kila mtu aliyepandikizwa katika biashara au kazi za watu wako kwa kusudi baya na uharibifu, kugawanya au kuchafua jina la mtu wako aliyeko hapa, mfunue na umuondoe kwa njia asiyojua. Tunakataa kila uhusiano wa kifedha. Tunaelekeza uhusiano mwema. Baba, tusaidie hekima ya kujua nani tumkaribishe, nani tumfundishe, nani tumsaidie, nani wa kumtembelea, nani wa kumpenda kwa mbali, nani wa kuwa naye karibu. Tufundishe kuwapa watu wote nafasi sawa katika maisha yetu. Tufundishe kuwa na upendo na wote, lakini ukaribu unahitaji uaminifu na udhibiti. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu, naitwa Anton Thomas Lusekelo, na Mungu Baba wasaidie, awabariki. Sema amen. Sema amen.